wale kwa kutunza chakula na maji kwa kuyatunza, kwa sababu hawatakuwa na vitu vingi tena vijazavyo nchi yao. Ina maana anawatangazia njaa. Tuelewane vizuri. Si kwamba hawatakuwa na kitu kabisa, watakuwa nacho, lakini Biblia inasema si vingi sana vijazavyo nchi yao. Kwa watakuwa na vitu ila kwa uchache. Kwa ajili ya gani? Kwa sababu ya udhalimu wao wote wakao ndani yake. Alafu kumbuka, ni udhalimu wa watu wakao ndani yake, lakini kinachoadhibiwa ni mji yote yenye watu ikawe maganjo. Kwa udhalimu ni wa watu, lakini unaoadhibiwa ni mji wote. Na ndio maana udhalimu ni wa watu, lakini kinachoadhibiwa ni nchi yote, ni dunia yote. Kumbuka, udhalimu ndio uliopelekea Mungu kufanya chakula cha Israeli kisiwe kingi tena cha kujaa. Ni kwa sababu ya udhalimu. Lakini kumbuka kitu kingine cha muhimu. Hapo hapo Mungu alipoutazama huo udhalimu na akajua chakula kinaenda kuwa kwa uchache kwenye nchi ya Israeli, akaamua awafundishe watoto wake namna ya kufanya. Wafanyaje? Akawaambia wale chakula chao kwa kukitunza sana. Wana Mungu alivyokuwa wa huruma na wa rehema. Kwamba jamani, kuleni chakula kwa kukitunza. Tafsiri yake wekeni akiba. Wekeni akiba, tunzeni chakula, tunzeni maji. Ukipata maji leo usinywe yote, tunza kwa ajili ya kesho, kwa sababu mji huu udhalimu umekuwa mwingi, chakula hakitokuwa kingi tena. Kwa kama leo ulipata gunia 100, jua mwakani hautopata gunia 100. Utalima eka 5 utapata gunia 2. Kwa hiyo tunza vizuri hizo gunia 2, kwa sababu msimu tulio nao Mungu ameshikilia anga, mvua isinyeshe kwa kasi kwa sababu ya dhambi za wakao kwenye nchi. Kwa sababu msimu tulio nao Mungu ameshikilia mifumo ya pesa isiwe nyingi. Ameweka mioyo migumu kwa viongozi, wabane kila idara, pesa isiwe nyingi kwa serikali, kwa nchi, kwa mtu mmoja mmoja, kwa dunia yote. Kwa nini? Kwa sababu ya udhalimu wetu wanadamu. Hivyo ninyi mlio watoto wa Bwana mnaopata neema kusikia hili, wekeni akiba, kwa sababu wakati tulio nao ni mgumu, ni wakati wa adhabu kutokana na udhalimu wa matendo ya wanadamu. Atakayeweza kulishika ili mapema katika hizi nyakati atasonga mbele vizuri. Kuanzia kanisa, weka akiba kanisa kwa ajili ya miradi yako. Mtu mmoja mmoja weka akiba. Kikundi chenu cha maombi wekeni akiba. Fellowship yenu wekeni akiba. Msipate kitu mkatumia vyote. Siku hizi hata sadaka zimepungua makanisani. Sio mtumishi unapokea sadaka nyingi unatumia zote hapo hapo. Weka akiba. Kuna siku nyingine utashangaa sadaka kidogo. Kwa nini? Kwa sababu nyakati tulizo nazo kuna kibano. Kuna kibano. Sasa ukitaka uelewe vizuri hili neno, ngoja nikuongezee na kitabu cha Isaya sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Kitabu cha Isaya sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Kitabu cha Isaya sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10. Sikiliza neno linavyosema. Kwa maana Yerusalemu umebomolewa na Yuda wameanguka, kwa sababu ya ulimi wao wa matendo yao ni kinyume cha Bwana, hata wayachukize macho ya utukufu wake. Kuonekana kwa nyuso, sikiliza, kuonekana kwa nyuso zao kwa washuhudia juu yao, wafunua dhambi yao kama Sodoma. Hawaifichi ole wao nafsi yao, kwa maana wamejilipia nafsi zao uovu. Sikiliza vizuri. Waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Waambieni wenye haki watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Sikiliza vizuri. Mungu anaahidi kwamba adhabu inakuja kwa watu. Kwa ajili gani? Ya dhambi. Kwa sababu dhambi zao zinafanana na za Sodoma. Kwa adhabu inakuja. Panakuja njaa. Asa rudi kwenye dunia ya leo. Hivi dunia ya leo, dhambi zilizopo hapa duniani asifanani na za Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora palikuwa na biashara ya ushoga. Dunia ya sasa kuna mashoga, hakuna mashoga. Jibu ni nini? Wapo. Na wengine wanasema tuwaache, ni haki za binadamu. Sio kweli, sio haki za binadamu, ni dhambi. Dunia ya leo
Kuna unyang'anyi? Hakuna, upo. Kwa dunia leo kuna dhambi nyingi kuliko hata zile za Sodoma na Gomora. Kwa kama kwenye neno la Mungu imeelezwa eneo ambalo lina dhambi kama za Sodoma na zaidi pana adhabu ya Mungu, na dunia leo hizo dhambi zipo, kwa nini tusiwe kwenye adhabu? Lakini kipindi hicho cha adhabu, neno linasema waambieni wenye haki watakuwa heri, kwa sababu watakula matunda ya matendo yao. Ndio kipindi cha sasa. Mungu ambapo amebana uchumi anasema wenye haki msikie, mtakuwa heri kwa sababu mtakula matunda ya matendo yenu. Matunda ya matendo yenu mnayala kwa njia ipi? Ikiwemo na kuweka akiba. Ni jambo ambalo Mungu hakuwa amependa tuishi kwa namna hiyo, lakini kipindi cha adhabu ni something emergency. Yani hii ni mbinu ya dharura, ni mbinu ya dharura ya kuwasaidia watoto wake akati hao wabaya wanaangamia. Mbaya ni nani? Mungu ndiye anayemjua. Mwenye haki ni nani? Mungu ndiye anayemjua, na mwenye haki anamjua na Mungu wake. Na mbaya, cha kushangaza, huwa anajifanya naye ni wa Mungu. Na ndio maana dunia yote ukiwauliza utaenda wapi, nakwambia nataenda mbinguni. Taenda mbinguni. Hukuti mtu anakuambia taenda jehanamu. Kila mtu mbinguni, mbinguni. Muone matendo yake ndio atasema anaenda wapi. Kwa wana wa Mungu nafikiri tumeelewana. Kwa